Kutoka kitabuni, nguzo 10 za kujenga biashara isiyokutegemea. Rafiki, karibu kwenye kipengele cha kutoka kitabuni, na leo tunatoka kitabu cha mashine ya kuchapa pesa kwenye sura ya utangulizi, ukurasa wa 14 mpaka 17. Hapa naeleza dhana kubwa muhimu ambayo ni hii mashine ya kuchapa pesa ni nini? Mashine ya kuchapa pesa ni biashara inayojiendesha bila kutegemea moja kwa moja. Maana yake biashara inafanyika, faida inapatikana hata kama wewe haupo pale. Umelala, umesafiri, unaumwa, pesa inaendelea kuingia. Je, huoni kwamba hiyo ndio mashine ya kuchapa pesa? Ni sana umenunua mashine yako pale inachapa pesa usiku, mchana inachapa pesa bila wewe kuwepo. Ndio dhana kubwa ya kitabu cha mashine ya kuchapa pesa. Sasa ukiangalia biashara nyingi zinazokwama, zinazoshindwa, hakuna hata muujiza, hakuna ni kama ambavyo watu wasema hakuna tusijipya. Hakuna sababu mpya ya biashara kufa. Sababu ni zile zile. Namba moja, kutegemea mmiliki. Kwa hiyo mmiliki akiumwa, biashara imeumwa. Akisafiri, biashara imesafiri. Akipata msiba, biashara imepata msiba. 2, ukosefu wa mifumo ya kifedha. Pesa zinachanganywa. Umeuza, alafu mara nyumbani gesi imeisha, utoa ile ile unaenda kununua gesi. Mara si unahitaji kujenga, utoa ile ile unaenda kujenga. Kununua gari, mkorogo unaharibu biashara. Kingine, masoko yasipimika. Wasubiri wateja waje. Wasipokuja, biashara mbaya bwana. Kingine, kukosa timu imara. Unapataje watu wako? Kuna huyu mtoto mjomba wako hapa na kazi, mpe tu kazi afanye. Kuna huyu ndugu yako si mweke hapo. Shida. Kosa jingine, kukosa uongozi. Watu kwenye biashara hakuna uongozi thabiti. Nyingine, huduma isiyo na msimamo. Mteja leo anaanza kuhudumia vizuri, kesho kuhudumia vibaya. Na kubwa zaidi, kukosa urithi. Ndio maana mwanzilishi anapokufa, biashara nayo inamfuata. Kwa hiyo hizi ndio changamoto, hakuna mpya zaidi. Ni hizi. Na tunazitatuaje sasa? Ndipo kitabu cha mashine ya kuchapa pesa kimeta nguzo 10 za msingi kabisa ambazo biashara ikifanyia kazi itaweza kuwa mashine ya kuchapa pesa. Na hapa nitazitaja, afu tena kitabu utazisoma kwa kina. Na ndio sura za kitabu kizima, ukisoma kufanya kazi biashara yako itabadilika. Na kama unaanza biashara unakuza, mambo yatakwenda vizuri. Nguzo ya kwanza ni bidhaa au huduma. Hapa ndio thamani ambayo unapeleka sokoni. Lazima biashara ile thamani ambayo unapeleka sokoni. Huwezi kuuza kwa huruma, basi niungishe na mimi. Hatuendi hivyo. Leta thamani sokoni. Kisha thamani nzuri ambayo watu wanaitaka, watakupa pesa. La pili, masoko. Ukishakuwa na thamani, piga kelele watu wajue ipo. Hiyo ndio nguzo ya pili ambayo watu hawaijengi sana. Ya tatu, mauzo. Watu washajua upo, washawishi wakupe hizo pesa. Na haya yanataka kufanyika kwa mfumo, sio lazima uwepo. Yaani haya yanafanyika hata kama wewe haupo. Namba 4, huduma bora. Washakubali kununua, wapate huduma bora ambayo hawawezi kuipata sehemu nyingine. Namba 5, fedha. Wakishapata huduma bora, walipe fedha, na fedha zisimamiwe vizuri. Zisichanganywe, zisitumike vibaya. 6, timu. Uwe na watu wazuri ambao wanatoa hiyo huduma sawa, ambao wanafuatilia wateja, ambao wanafanya masoko, wanauza na kutoa huduma. Uajiri, ufundishe na kuongoza watu sahihi. 7, uongozi na maono. Jenga dira kubwa ya biashara yako. Hii biashara inaenda wapi? Sio kijiwe tu kwamba tuko hapa tuna sukuma siku. Hii biashara inaenda wapi? Maono yaliyopo na uongozi. 8, teknolojia na ubunifu. Tuwe zama za teknolojia ambapo mambo yanabadilika sana. Lazima biashara unaijenga itumie teknolojia kurahisisha mambo. Unahitaji kuajiri watu sema ambao kutengeneza kufanya kazi vizuri. 9, mtandao wa shirikiano. Hakuna jeshi la mtu mmoja, usijikalie mwenyewe kadhaa unajua kila kitu peke yako. Shirikiana na watu, jenga mtandao. Tumia mitandao ya watu wengine. Na 10, urithi na mali. Jenga biashara ambayo itadumu vizazi na vizazi baada yako. Sio binafsi, jenga kitu ambacho kinakutegemea wewe tu. Jenga kwa ajili ya vizazi vijavyo. Vunja laana umaskini, kwamba wewe mtu wa mwisho kuanzia sifuri. Wengine wote wanaofuata waanzie mahali pazuri ambako umepajenga wewe. Kwa hiyo hizi ndio nguzo 10 ambazo ukizijenga imara, biashara itasimama. Biashara itaenda, italeta faida hata kama wewe haupo moja kwa moja. Haitakuwa rahisi,
lakini inawezekana na italeta matokeo ambayo ni mazuri sana. Rafiki, pata kitabu cha Mashine ya Kuchapa Pesa. Soma utangulizi na soma kusura zinazoendelea ili uweze kujenga biashara bora. Kama bado hujapata kitabu hichi, wasiliana namba 0756 694090, 0756 694090. Asante na ukawa na siku bora kabisa leo.